Mr. President Bwana Hersi Ali Saidi, nimetoka kumwakilisha hapa. Kikao leo kimekuwaje? Unaona bajeti imepitishwa, hati safi imeonekana hapo, mjumbe wa kamati ya utendaji amepita. Kiujumla naweza kuzungumziaje leo mkutano mkuu wa kawaida wa TFF? Mimi ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria mkutano mkuu wa TFF. Nimeona ni mkutano mzuri ambao umefanyika leo. Kuna vitu vingi vya kujifunza kwa sababu tuko kwenye familia ya mpira. Huwezi jua labda baadaye itakuwaje. Nimeona mkutano umeendeshwa vizuri. Naona watu walikuwa wamejipanga kisawasawa kwenye kila nyanja, kile walichokuwa wanakiuliza kwa ajili ya kukipitisha. Nadhani itakuwa wajumbe walipewa makabrasha mapema sana wakayapitia, kwa hiyo wakaona inafaa ya kupitisha, wamepitisha, yaliyofanywa maamuzi yamefanyika. Kwa hiyo niwapongeze walioandaa mkutano. Nadhani wanaendelea kufanya kazi nzuri kadiri ya uwezo wao. Mpira wa Tanzania unapiga hatua, sio? Sio mbaya, sababu ukiangalia kiukweli tumesogea kutoka kwenye namba ambazo tunazishika ligi bora. Tunaingiza timu 4 kwenye michuano ya vilabu barani Afrika. Timu ya taifa ya Tanzania AFCON ilikuwa kwenye round of 16 ikatoka, si ndio? CHAN tulitoka quarter final. Naona nadhani ulisikia presentation ilivyokuwa inafanyika kwamba kuna timu huko za vijana zimefika finali na nini, unaona. Kwa hiyo tunaendelea kukua, tunasogea. Umeizungumzia ligi bora Afrika hapo Tanzania. Ligi bora inabebwa na mchezo mkubwa pia, kiwemo Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. So far maandalizi yenu naona yakikamilika kuendeleza ule ubabe wenu, na mara 7 pia nayo wanahitaji mtihani kumpiga mtani wako. Sisi kwanza tuko vizuri kwenye maandalizi, tuko vizuri tayari, tuko Zanzibar tangu juzi. Hapo umepata tabasamu. Umepata tabasamu. Tuko Zanzibar. Unafuta mpaka na simu. Tuko Zanzibar tangu juzi na maandalizi hayakuwa kwa ajili ya mchezo huu wa kesho tu. Tulikuwa kwenye maandalizi kwa ajili ya ligi nzima. Najua tumetoka kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo majeshi yote tumeelekeza kwenye ligi kuu pamoja na CRDB Federation. Na ukumbuke sisi ndio wamiliki wa haya makombe hapa Tanzania. Kwa hiyo maandalizi yetu sisi yako poa. Naamini kesho wanayanga watacheka. Pengine zile takwimu za kumfunga mtani wenu mara 6 mfululizo inawapa hali ya kujiamini kwa kiasi gani kuweza kuwavaa kesho hapo Zanzibar? Sio kujiamini. Tunaiamini timu yetu. Tuna timu nzuri. Tuna timu nzuri sana kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Na ndio maana hata kwenye michuano ya ligi ya mabingwa nadhani watu hawakutarajia kama ni kwamba tungeonyesha upinzani wa design ile ambao tuliutoa. Sababu tulikuwa kwenye kundi gumu sana. Kwa hiyo ile inatafsiri kabisa kwamba tuna kikosi bora. Kwa hiyo naamini kesho itakuwa furaha kwa wanayanga. Alex Ngai, umemsikia rais wa TFF hapo akizungumza na kusema kwamba muamuzi yeyote atakayechezesha pengine kwa kutofuata taratibu atamfungulia mashtaka na kufungwa kabisa na kupotezwa katika mpira wa Tanzania. Umepokeaje kauli hii? Yeye ni rais wa mpira, baba wa mpira kwenye nchi yetu. Kwa hiyo hayo ni maoni yake ambayo ameyatoa, lakini sijajua labda itatumika kanuni gani ya kuweza kumtoa mtu kwenye football na kumpeleka kwenye mahakama za kiraia. Sababu nadhani imekuwa ni changamoto kidogo kuyatoa masuala ya mpira kuyapeleka kwenye mahakama hizo. Kwa hiyo sijajua labda kwa sababu kuna wanasheria wanaweza kaipitia hiyo. Ila sisi tunaamini mwamuzi atakayechezesha kesho na ni Mwinchui nadhani ni mmoja kati ya waamuzi wazuri tu. Naamini atatenda haki. Mimi ni muombe tu kaka yangu Mwinchui achezeshe kwa haki. Akichezesha kwa haki kwa asilimia, sisi kwetu kwa asilimia 85, sisi mechi tunashinda bila wasiwasi. Na mkumbuke sisi siku hizi tumekuwa hatuna mambo yale ya kulalamikia sana waamuzi. Umeona? Kwa hiyo sisi tunaenda kuicheza mechi kutokana na maandalizi yetu jinsi yalivyo.